Kingine, baada ya pointi hiyo, hasadi ni maradhi ya moyo, ya ndani ya moyo, ambayo hayaendi sambamba na imani. Sawa sawa? Hasadi ni katika maradhi mabaya hayo ya ndani ya nafsi hayo, ambayo mtu hufa nayo. Hatua hii muhimu sana, nawe isikilize vizuri. Maradhi mengine haya ya kimwili haya, homa, hata mazito, kansa, mengine yote, ukoma, yanayotisha, ukimwi. Mtu akikata roho tu si anakuwa amekwisha? Kuna ugonjwa tena? Hamna. Yanakwisha pale mtu akifa amekwisha. Lakini mtu mwenye chuki, husda, hasidi, anasumbua watu na husda zake, huyo atakufa nayo. Siku akifufuliwa, anafufuliwa na sura yake ile ile, anakwenda kwenye mahakama ya Allah au hukumiwe akiwa yeye ni hasidi. Bwana, wewe ulifanya hivi, kitu gani kilikupelekea? Unajua ulikuwa unamkataa Mungu kwamba ndiye mtoaji. Unaona kazi? Mtu amefufuliwa ni mgonjwa. Kwa hiyo hii inatisha sana. Kwa nini inatisha sana? Kwa sababu mtoaji neema ni Allah. Ukiwa na imani, kumbuka Mungu anasemaje. Hebu sikiliza aya hii, suratul Nahli. An-Nahli aya 53. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Zile neema ambazo ziko kwenu, hizi zimetoka kwa Allah. Si ndio hivyo? Kama huyo amepewa, Allah kwani anasemaje kuhusu wewe kupewa? Anasema hivi, suratu Ibrahim aya 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, na amekupeni Allah kile ambacho mngekihitajia mkakiomba, ameshakupeni. Allah amekupeni kila ambacho mngekihitajia mkakiomba, Allah tayari ameshakupeni. Kukuzindua hilo, akaendelea akasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kama mngeweza kuhesabu neema za Allah, msingeweza kufikia idadi yake mkaidhibiti sawa sawa. Kila ambacho mngekihitaji Allah amekupeni kabisa. Kila ambacho mngekihitaji Allah amekwisha kupeni. Mngemuomba, yani, ya Rabbi ungenifanyia wepesi kitu hiki, mbona nimeshakupa tayari. Angalia kupepesa hivi, huku kupepesa huku. Kupepesa ni jambo ambalo tusingepewa, pengine tungelihitajia. Kwa sababu ukishatizama muda mrefu hivi, jicho linachoka, linataka kuweka nani vizuri, njia ni kupepesa tu. Ukishapepesa unakaa sawa tena. Sawa sawa, eh? Allah akatupa kabisa hiyo. Kope unaona kama ni urembo tu. Ni urembo kweli. Lakini ni urembo pamoja na kazi, ambayo kazi hii huyo aliyejibandika kope za kubandika haifanyiki kwa kope zile amejibandika huo urembo hata usioeleweka. Kope zimefika mpaka hapa, urembo gani? Namna hii hivi ndio urembo. Umekuwa kioja tu. Kope unajua katika jumla ya kazi yake Mungu ameziweka hivi zilivyo, eh? Kuna wakati huwa zinaingia hivi bila wewe kujua. Unakati unapofumba macho huwa unaziingiza hivi bila wewe kujua kama umefanya hivi. Wakati gani? Ikitokea mtu amekumulika tochi machoni, pap, akikumulika ile tochi, mwanzo utafumba macho. Lakini kama bado unahitaji kuona, unaweza ukafumbua. Unafumbua taratibu. Kumbe pale unapofumbua taratibu, hizi kope huwa unaziingiza hivi bila ya kujua. Unaziingiza, zinaingiliana hivi, zinapunguza ule mwanga. Mwanga unapelekwa huku mpaka unakuwa unaona kitu ambacho kilikuwa kinakumulika uoni. Unafanya hivi unaona. Hebu fanya kidogo, alafu angalia kule kwenye mwanga. Utaona kope zako mwenyewe unaziona zile. Fanya hivi, tizama dirishani. Utaona zile kope unaziona. Kama kuna tochi iko pale ungeweza kuiangalia. Kwa hiyo kama ni mtu anakuja, utaona huyo anakuja, utakimbia.
Umefanya hivi mpaka ukaweza kuiona ile taa bado inakumulika. Sawa sawa? Ukichungulia hivi utaziona kope zipo umeziingiza hivi. Sasa ule mwanga unasambazwa hivi. Sasa mtu hajui kama kuna neema hii Mungu amempa. Machozi neema ya ajabu kweli. Kipepeo kama angekujia hapa jichoni, wakakuachia unga ule unga hatujui una sumu au vipi, utatoka machozi. Kama liliingia jicho moja, litatoka machozi ile, hata ukifuta yatatoka. Ili huku jingine labda kwa sababu ya kusumbua huku na huku utatoka kidogo, lakini lenyewe ni hili linalohusika. Litatoka machozi mpaka unga ule umalizike au sumu iishe. Litasimama. Swali linakuja, ni wewe umekusudia kutoa machozi au linatoka lenyewe? Lenyewe. Hizi neema Allah ametupa wala hatukumuomba, lakini tungezihitajia. Kuna uwezo Mungu ametupa, unakanyaga moto, ukikanyaga tumeondoa mguu. Sawa? Chap umeshaondoa. Ujue kuna spidi kubwa ya taarifa iliyopelekwa kichwani kwamba huo ni moto, ondoa mguu. Mtu ambaye amepoteza kumbukumbu hiyo, kwa mfano alipata ajali au vipi, anaweza akaukanyaga moto mpaka ukammaliza mguu. Hana habari. Kidonda nini, alikuwa amekanyaga moto. Hisia imeondoka. Lakini wewe unayo hiyo, umekanyaga tu umeondoka huko kule, unaanza kushika mguu. Sio moto tu. Kwa mfano unaingia nyumbani mwako, umeme umezimika. Ukao unajua umeweka kibiriti sehemu fulani. Kwa hiyo unakwenda moja kwa moja mpaka ile sehemu kibiriti kiko hapo, unapeleka mkono uchukue. Wakati unapeleka mkono, mbio. Watu wakikuuliza, "Mbona umekimbia?" Nimeshika sio kibiriti. Giza ulichokishika sio kibiriti. Lakini giza nini umeshika? Sijui, lakini sio kibiriti. Umeona? Gizani umeweza kujua kibiriti na hiki sio kibiriti. Nilichokishika baridi alafu kinabonyea. Lakini kwa spidi kubwa. Kwa spidi kubwa habari hiyo yote umekwisha ipata, uko nje tayari. Hii ni neema kubwa sana hii. Ingekuwa hatukupewa uwezo mkubwa namna hii, mambo mengi yangeharibika. Sasa aliyetupa neema zote hizi, hawezi kutupa hicho ulichokuwa unakitaka ukimuomba? Anaweza. Anasema hivi Allah subhanahu wa ta'ala, anasema, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Wakiuliza waja wako kukuuliza kuhusu mimi niko karibu nao. Tena ujibu da'wata da'i, naitikia mwito wa mwenye kuita, au naitikia maombi ya mwenye kuomba, idha da'ani, pindi akiniita au akiniomba. Sasa akamalizia maneno, falyastajibu li, nao waniitikie. Tatizo pengine ni sisi hatujamuitikia. Tunaanza kufanya hasadi kwa mtu bure. Tuko pamoja? Hakuna sababu ya kumfanyia mtu husda. Kuwa mnyenyekevu pindi Allah akikupa neema, ili watu waliokuzunguka wajihisi raha wewe kuwepo kwako, wasihisi karaha kuja kwako. Manake kama si mnyenyekevu, unajisifu kwa ulivyopewa, ukitokea tu watu jamaa shakuja tena. Hata tusifia Italy, Ujerumani, gari gani, hiki, mimi na watoto wazuri, anakuja huyo, anakuja. Kwa hiyo usifanye hivyo. Kuwa mnyenyekevu. Utasababisha kwanza watu wakuhusudu bure, halafu wanakuchukia watu kwa tabia hiyo. Kuwa mnyenyekevu kwa neema ambazo Allah amekupa, ili watu wahisi raha kuwepo kwako, wasihisi karaha kwa kuja kwako. Sawa sawa? Kwa sababu usipokuwa mnyenyekevu, unawafanya wajihisi wanyonge wewe ukishakuja. Mtu ni wewe, wao hamna kitu. Usifanye hivyo. Tuko pamoja? Hii husda
katika viini vyake vyote iko aina mbili kubwa za husda. Aina ya kwanza ni kutamani neema ya mtu iondoke ije kwako. Mbaya hiyo. Lakini kuna ya pili mbaya zaidi. Hii aina ya kwanza tumesema mbaya. Unatamani neema ya mtu iondoke ije kwako. Mbaya. Hasadi hiyo, kitu kibaya. Kwa nini iondoke? Unataka iondoke kwa nini? Ya pili mbaya zaidi. Mbaya zaidi iko hivi. Unatamani neema ya mtu iondoke tu, hata isije kwako pia, lakini yeye asiwe nayo. Yaani upendi yule ana neema. Kwa nini? Basi tu. Basi vipi sasa? Staki ya vile. Akiwa vile anakuharibia nini? Mimi sipendi tu awe na wewe. Unataka ije kwako hata si lazima. Hii mbaya zaidi. Si lazima ije kwangu, lakini na yeye awe hana. Hii hatari sana hii. Hii imepitiliza hii. Kuna kisa kimoja kinanasibishwa na hasidi wa aina hii. Anasema walikuwa ni watu wawili wanaishi jirani kabisa. Bwana mmoja ni hasidi kweli na anachukia neema za ndugu yake kweli yule jirani yake. Ile habari mpaka ikavuja. Ilipovuja ikamfikia mpaka kiongozi wao wa mji wao ule. Miji zamani silikuwa inaongozwa kwa chifu nani Kiongozi wao ikamfikia na ile taarifa ya huyu bwana anamfanyia hasadi sana yule jirani yake. Akasema ngoja tuje tumtibu siku moja, tumhakiki kwanza. Siku hiyo bwana akamuita yule, na akamuita yule anayehusudiwa pia, lakini bila wao kujua kama wameitwa wote. Bwana yule kiongozi ukumbi wake akauandalia mazingira pale watakapokuja watu, akaweka sehemu ikawa ina kioo tinted. Wakiwa wako watu kule, nyi hamuwaoni, na yule bwana hajui kama kutakuwa kuna watu wameingizwa kule. Huku kuna ukumbi, kwenye ukumbi pale wamekaa wao na watu wengine wako pale chini. Watu kila anaingia pale anaona ni habari ya hapa tu, hana habari ya kule. Kumbe na kule pia kuna watu, kuna na yule muhusika anayehusudiwa yuko kule. Akaletwa yule bwana, akamwambia bwana, mimi nimekuita wewe, nataka nikupe zawadi ikukunjue katika maisha yako. Akasema jambo zuri sana hilo kiongozi. Watu wapo pale. Akamwambia nataka useme unachotaka katika ufalme wangu, mamlaka yangu, nitakupa, lakini yule jirani yako nitampa mara hizi 2. Upendacho. Ukisema nataka ng'ombe 100, nitakupa ng'ombe 100. Ila jirani yako nitampa 200. Ukisema nataka ardhi gani sijui eka ngapi, yeye nitampa mara. Nataka shilingi milioni ngapi, yeye nitampa mara. Sema unachopenda. Basi akili yake ikawa sasa sio kupata yeye tena. Anafikiria amuumize vipi yule jamaa. Ndio shida yake iko hapo. Akasema, umeniambia nitakacho niseme? Ndio. Ninachotaka? Ndio. Akasema mimi nataka unitoboe jicho hili. Maana yake nini? Jamaa yake yatatobolewa yote. Basi ndio husda inakumpelekea huko. Mimi niseme alafu yape mara 2. Mimi nikisema ng'ombe 100 yape 200. Akawa haangalii tena kwamba 100 ni wengi, lakini hatizami tena hiyo. Hatizami kama nikisema milioni 10 ni nyingi kwangu nikipewa, lakini yule atapewa 20. Basi anaumizwa na 20, hii 10 kwake hamna, kama hakuna kitu.
Subhanallah, hii hatari kubwa sana. Kwani kisa hiki hatuna uhakika wa ukweli au uongo. Maana yetu ni nini kuzungumza kitu kama hiki? Maana ni nini? Maana ni kupanua kichwa chako. We una neema nyingi sana ulizonazo, na ambazo pengine zingekufanya uishi vizuri tu. Ukishaanza kumtizama mwenzio ukamhusudu, we utaona kama huna kitu, utaumia bure. Yani utakuwa unateseka wakati neema unazo. Unaangalia zile za wenzako. Unanipata vizuri? Halafu kibaya sasa, yule unayemhusudu utazidi kuugua wewe, kwa sababu Mungu bado anaendelea kumpa, kwa sababu Mungu haachi kwa sababu ya wewe kuhusudu. Kila siku utamwona anazidiwa. Mambo yanazidi, wewe unazidi kuumia. Yanazidi, wewe unazidi kuumia. Sasa faida yake nini? Neema za Mungu hazikatiki, anaendelea kumpa. Wewe unaumia bure. Kibaya kingine, wewe utakuwa usiku unamuwazia kweli mwenzako amelala. Unamwazia, huwezi kumfanya chochote. Jamaa ndo amepata hivi. Jamaa ndo ameongeza. Jamaa ndo kimefunguka sasa. Jamaa. Unaumia bure tu. Mwenzako hata hajui kama wewe ulala. Sasa kwa kipengele hiki, hebu turudishe akili zetu za neema ya kumtambua Allah. Tutastarehe kwa neema tulizonazo. Pengine zingekufurahisha hizo, lakini huzioni nzuri kwa sababu ya kumwangalia mwingine. Hadithi ya Mtume inatuongoza vizuri kufurahi. Undhuru ila man huwa asfala minkum, watizameni wale ambao wako chini kuliko nyinyi. Mumewazidi, watizameni. Ukijiona unaweza kutembea kwa miguu, unatembea miguu yako mizima. Usianze kusema jamaa ana ndege bwana. Maana tusianze kusema gari labda au pikipiki. Unaanza kuangalia kwenye ndege, unakereka na ndege. Wewe tizama, lakini angalau si unatembea kwa miguu na mambo yako yanakwenda. Hujakatazwa kutafuta juhudi. Tafuta. Lakini wewe ungemwangalia kama angekupitia mmoja anatembea kwa kusota chini. Manake wewe angalau umesimama hivi, ye gari pale mpaka ashikwe mkono avushwe au abebwe, au jamaa asimamishe magari yeye apate kupita, anatembelea makalio. Wewe ungejionaje pale? Una neema huna? Ungefurahi kwa neema ulionao, alhamdulillah natembelea miguu. Lakini umemwangalia mwenye ndege, jamaa ana ndege mpaka ya kutembelea bwana. Hawa ndio Mungu aliowaona bwana. Unakereka mikono yako ikiwa inafanya kazi vizuri, kuna mwingine hana. Nilimuona mtu tena Mtanzania analima, jembe analiweka hapa na analima bwana. Hana kabisa mikono. Mungu amemfanya anaweza mpaka kulizungusha jembe. Anaingia mpaka kwenye mto akaenda kuvua kwenye bwawa. Subhanallah, mimi najiangalia na mikono yangu miwili. Halafu kweli nitaweza kumwambia Mungu hapa mimi umenipunja? Hana mkono hata mmoja. Hana. Nimemuona mama wa Kichina pia kwa clip. Anafanya kazi zote, tena ana watoto wawili. Mikono hamna. Anabeba sijui vipi bwana, na kikapu chake anamuingiza kwenye kikapu, huyo anaondoka zake huyo, na shughuli zinafanyika. Subhanallah. Sijui alikuwa na mikono hana miguu yule, mmesahau. Lakini shughuli zinakwenda. Sasa tuna neema zote hizi, akili yako nzima inafanya kazi. Mikono iko mizima inafanya kazi, miguu mizima, macho yako mazima, sauti inatoka. Unaweza kujieleza, halafu umwambie Mungu wale ndio uliowaona. Allahu akbar walillahi alhamd. Hakuna sababu ya kumhusudu mtu. Ni kufanya kazi kwa bidii, kumuelekea Allah sana, kumuomba. Ukiwa unataka cha ziada ukafanya kazi kwenye hicho na ukamuomba Allah akupe taufiki. Ni hilo tu. Lakini kumchukia mtu, alisema waangalie walioko chini yenu wala msiwatizame wale waliokuzidini tu. Fahuwa ajdaru
alla tazdaru ni'matallahi alaykum, lile la kuangalia wale ambao mumewazidi litapelekea msizidharau neema ambazo Allah amekupeni. Utashukuru, utaona na neema. Leo kilichowafanya wengi mpaka wakajibadilisha sana ni kutokushukuru neema za Allah. Amepewa rangi yake nzuri, haridhiki nayo, atajichubua mpaka mwisho anakuwa mwekundu, mpaka inakuwa unaona hii damu inataka kutoka sasa. Sasa hao watu weusi baadaye wataonekana wapi tena kama watu wote wanajifanya vile? Mpaka utamtafuta mtu sasa, mwanamke mweusi na shida naye mimi huyu. Umpati tena. Nywele, nataka nione mtu original na nywele zake, umpati tena. Ana mawigi 100. Anaweza kawa anatembea nusu uchi, hajioni, lakini akivuliwa wigi ndio anaona kama amevuliwa nguo. Nini kavuliwa wigi? Lakini huku nguo alikuwa hana, amevaa kitopu tukiwa hapa tumbo wazi na nini, lakini wigi jamaa kalitupa chini kule. Anaona amevuliwa nguo kabisa. Nini shida zote hizi? Mwili umebadilishwa, kope, lenzi kwenye macho zimewatia upofu, lakini bado nyusi zimenyolewa, alafu akapaka nini hata sielewi. Ni kutokuridhika tu na alichokuwa Allah amempa. Lakini ukweli ulivyo, hatusemi kwamba wasijipambe watu. Ukweli ulivyo, angeangalia Mungu alivyomuumba mtu na vile alivyomfanya, amemfanyia vizuri tu kuliko kuangalia fulani lakini yuko hivi. Yule amemfanya vile na amekufanya hivi, pengine naye anatamani kuwa kama wewe pia. Basi ni kuchukuliwa kiakili tu. Waliotutawala wamecheza na akili zetu mpaka wakazichukua. Ikifika siku tukigundua kwamba tumeharibiwa akili tu, watu wakijua, utakuja kuona hata wao wanatamani baadhi ya mambo kwa kama hivi. Wewe unaweka wigi alafu unajifanya hivi, unarusha. Mwenzio anafanya hivi kwa kuhangaika, nywele zimemshuka, kila upande zinamuingia huko, anafanya na wewe umezitengeneza makusudi mpaka anaweza na eti zikusumbue ufanye hivi. Kitu gani sasa? Kitu gani? Mabinti zangu na wale ambao pengine watakuwa ni wajukuu pia, wote wamo saizi hiyo hiyo. Na kama wako wakubwa pengine watasema kaka. Utakavyosema, hebu rudisha akili kidogo. Unapoweka kucha na urefu kama hapa kucha hivi, uoni kama unajidhalilisha kusema kweli? Zinafanya kazi gani kwenye mwili wako kucha hizi? Unachotaka kufanya kwenye mwili wako inafanya nini? Haijikuni kucha hii. Ukienda haja haiwezi kujisaidia na kucha hii unayo. Ukiwa na mtoto huwezi kumnawisha kwa kucha hii ulionayo ulioweka hapa. Hii kula chakula kukikata vizuri huwezi. Ukikishika ukipeleka mdomoni huwezi kukishika ukapeleka mdomoni, basi umekwisha. Umekuwa hata sijui useme kuiteje hata sielewi. Kila mama amejidhalilisha saa nyingine. Amejidhalilisha na kila siku anaongezewa. Kucha ndefu ikatiwa na urembo huko kuliko nani, ikabandikwa nini, basi kumwangalia huyu mtu au ametamani kitu gani mpaka kufanya vile? Umetamani kuwa jini au? Umemwona jini anafaidi labda kama ulimuona na makucha hivi. Kwa hiyo husda imekuja, mtu haridhiki na alichopewa na Allah mpaka ikampelekea akamuona Allah hajafanya uadilifu. Tulizungumza katika zile aina mbili za hasadi, sawa sawa? Moja tukasema ni ile unataka neema ya mtu iondoke ije kwako mbaya, na ya pili neema ya mtu iondoke na wala si lazima ije kwako, hii mbaya zaidi, sawa sawa? Je, kutamani mwenzako anafanya vitu vizuri na wewe ufanye kama vile, hii inaruhusiwa? Hiyo sio hasad. Hiyo sio hasad. Hiyo hata jina kwenye Kiswahili lipo, ghera.
una ghera tu, unatamani na wewe uweze kufanya vitu vizuri. Mungu akupe taufiki na wewe ufanye kama yeye. Hilo ni jambo zuri, linapendeza hilo. Na hilo linaleta maendeleo. Kama watu wote wangekuwa kila mmoja anatamani afanye vizuri, maana tunapiga hatua, si ndio hivyo? Na hiyo hatakuuliza uone aibu, bwana, ni mbinu gani umetumia hapa na mimi nataka kufanya hivi, au hiki unachokifanya nimekipenda lakini uwezo wangu ni mdogo na mimi nataka kushiriki kwako, utaniruhusu? Mnapiga hatua. Umemwona mtu anajenga msikiti, ukamwambia natamani na mimi niingize kitu kama hivyo kwako, utaniruhusu niingize kitu kidogo na mimi nipate fadhila? Akikwambia bajeti hii ya msikiti kabisa iko kamili, basi na mimi niingize kwenye sehemu nyingine yote, kwa sababu unaendelea, ziko plani zako nyingine, niingize na mimi hata 40,000 kwenye kisehemu hicho na mimi iwemo. Pengine atakwambia ingiza. Sawa sawa. Ukiwa umeona project hiyo ni kubwa, nenda kwenye project nyingine ndogo. Sawa. Ziko nyingine ndogo lakini wewe uiwezi kamili. Zipo, nenda na wewe. Hii kutamani kufanya mazuri, hili jambo sio kosa. Ni jambo linatakiwa liwepo, kwa sababu hili linatoa huduma za kibinadamu. Na Mungu alituhimiza kufanya hivyo katika sura Al-Mutaffifin aya 26, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Kwenye hayo mambo mazuri yaliyotajwa huko, washindanie wenye kushindana. Wayafanye wote kwa pamoja hayo. Nikimalizia somo hili kwa sasa hivi, tumalize kwa pointi hii. Je, huyu hasidi hakujua kwani kama anayeruzuku ni Allah? Je, alimdhania Allah hawezi kumruzuku na yeye kama mtu mwingine? Je, alisahau kama Allah ametuumba duniani kwa ajili ya mtihani, tumwabudu na akaweka mtihani? Yaani ukipatia majibu ya hayo, utajiona kidogo utapata nafuu. Kila mtu anapata nafuu kwenye hilo. Katika mtihani utakuja ni wa afya na ugonjwa, utajiri na ufukara, na kila kitu katika maisha ni mtihani. Sasa alisahau huyu hasidi kwamba Allah ametuumba duniani kwa ajili ya kumwabudu na akaweka mitihani? Maswali haya matatu mazuri sana. Alisahau kwamba Allah ndiye anayetoa riziki, na akasahau kwamba yeye ni mja wa Allah na yeye anaweza akamruzuku. Alisahau kwamba Allah anao uwezo wa kumruzuku yeye kama wengine. Sawa sawa. Je, amesahau kwamba tumeumbwa duniani tumtumikie Allah, na kwenye utumishi kuna mitihani? Yote hayo kasahau. Husda ya nini sasa? Kwa nini aingilie qadari ya Allah bure, mpango wa Allah? Manake anamfanya Allah haelewi vizuri, yeye ndo anataka kumrekebisha. Hilo ni kosa kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza, mtume ametukataza. Hatutakiwi kuwa hivyo. Allah atujalie kuwa wenye kusikia na kufuata yaliyo mazuri. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, walhamdulillahi rabbil alamin.